Umeamka? Umezaliwa upya. Ukiona macho yanatoa machozi, ujue moyo umeshindwa kuvumilia. Una maana gani? Amezaliwa upya. Amezaliwa upya.
Ingia. Kazi yako nimeshaimaliza. Okay. Lakini mbona kama imekuwa haraka sana? Kwa sababu pia ulihitaji haraka. Hivyo sikuwa na muda wa kupoteza. Safi. Kwa hiyo tunafanyaje? Nasubiri kauli yako ya mwisho. Sawa. Embu baadaye mlete nyumbani. Alafu tutazungumza vizuri. Sawa. Uwe na kazi njema. Asante. Hongera. Umezaliwa upya. Ni muda wa kuondoka sasa. Nifuate. Ndo nini? Kuna shida gani kwani? Mimi na wewe jana tumezungumza nini? Si nilikwambia umlete nyumbani? Ha? Nilikwambia kabisa kwamba mlete nyumbani kwangu jioni. Kwa nini mpaka saizi sijapata mrejesho wote? Mimi ndiye nilifanya kazi kubwa Rebi. Kwa hiyo ni maamuzi yangu nimlete au nisimlete. Reni. Unijue ni vizuri.
Hivi unavyonitazama ni kama kuna swali nataka kuniuliza. Ni kweli. Swali gani? Unajua mama aliwahi kuniambia ni rahisi sana kujua utofauti wa mtu uliyemzoea ikitokea tabadilika hata kidogo. Mdogo wangu, umeanza mafumbo sasa. Nenda straight, mimi nikuelewa nataka kuzungumza nini. Sawa. Dada, kuhusu mabadiliko yako nitakuuliza vizuri. Ila leo nataka kujua juu ya swala la shemeji. Maana toka ameondoka uliniambia ni siku 3. Kisha atarejea. Ila leo ni wiki. Namaanisha siku 7. Na sioni dalili yoyote ya kurudi. Imekwaje? Mdogo wangu, ile swala ambalo wewe unaniuliza mimi linaniumiza sana. Kwa sababu yule mtu ni mume wangu. Nimemzoea kuliko nguo zangu. Mimi nadhani tayari umeshajua kwa nini siko sawa. Na hata ile swali ulilopanga kuniuliza wakati mwingine sidhani kama lina umuhimu tena. Naomba niache kwanza. Kuna vitu nafanya hapa. Tutazungumza wakati mwingine. Vipi, kuna nini? Mbona kelele? Naomba maji ya kunywa. Rebecca anataka kuja nyumbani kwangu. Siruhusu afike nyumbani kwako kwa sasa. Sasa nifanyaje? Jitahidi utafute sehemu nyingine uzungumze naye. Lakini sio nyumbani kwako. Ila anaonekana kukasirika sana.
Usijali, utautua huo mzigo. Siku si nyingi utamleta nyumbani kwangu. Sawa, nimekuelewa. Kwa nini tumekutana hapa? Hata hapa inazungumzika. Lakini swala lilikuwa ni mimi nije nyumbani kwenu. Anyway, tuachane na Reni. Wewe ni rafiki yangu. Lakini mimi kuna kitu bado sielewi hapa. Tatizo ni nini? Mimi kukuelezea shida zangu ama kukuamini kupitiliza? Eti shida ni nini? Rebi, kwenye hii dunia usimwamini mtu yoyote zaidi ya baba yako mzazi ama mama yako. Rebeka, mimi pia na matatizo yangu, lakini ilikuwa sijui jinsi gani ya kuyatatua. Nashukuru kwa sababu umekuwa mwanga wa mimi kutatua matatizo yangu. Usimwamini rafiki uliokutana naye ukubwani. Pole. Kumbuka, amezaliwa upya. Madam. Hey, madam. Mketi tuzungumze kwanza. Okay. Kipenzi, wiki hizi nimekuwa sikuelewi. Umekuwa mtu wa mawazo sana. Una shida gani? Ni kweli siko sawa. Yaani siko sawa kabisa. Lakini hicho sicho nilichokuitia hapa. Betty. Yes, ma'am. Nataka uongoze hii kampuni kwa muda mpaka mimi nitakaporudi. Lakini madam, Nafanya hivi kwa sababu nakuamini sana. Yaani nilivyokaa nikasema nichekeche ubongo wangu, nikaona chaguo langu la kwanza ni wewe. Naamini unajua taratibu zote za ofisi. Nataka usimame kama ambavyo mimi nilikuwa nikisimama. Fanya kazi zote vizuri. Naamini unaweza kufanya hivyo. Na ndio maana nikakuchagua. Kwa hiyo hizo habari za lakini sihitaji kuzisikia. Nitatoka kwa muda. Naomba kaa kwenye kiti changu. Fanya majukumu yako kama mimi ambavyo nilikuwa nikifanya. Kwanza sasa hivi naomba nenda kachukue vitu vyako vya muhimu ofisini kwako. Then uje kuweka huku. Kile kiti pale. Kuanzia sasa wewe ndio utakayekikalia. Na mimi nitafanya vizuri. Kwa hili.
Hivi una taarifa kuwa tunahama pale tunapoishi? Nahamia wapi tena? Dada kanunua nyumba sehemu nyingine. Na ndio huko tutaka kwenda kuishi siku si nyingi. Makubwa haya. Haya, vipi huyo shemeji yako? Hiyo safari yake aliyokwenda siojulikana amerudi? Bora. Kumbe naona mwanza mkweo. Kwa nini? Yaani hata sielewi kuna jambo gani dada analificha. Maana toka alivyoniambia kuhusu shemeji kurudi. Yapita sasa wiki ya pili. Na hakuna dalili na hataki kuulizwa. Kapata na nini tena wewe kifungua mimba yangu? Ndio ufanye uje tuishi wote makazi mapya. Na umuulize mwanao vizuri, aenda akakwambia ni mama yake. Sasa sikia wewe, kama nilivyokuambia kwamba uhakikishe unazipata hizo rangi 3 kwenye mbuzi. Ndio, yani haijalishi kwamba rangi iko kwenye mguu la nini, ili mradi zitimie rangi 3. Nimekuambia nyekundu, nyeupe na nyeusi. Kwa sababu yani hao ndo wanahitajika kwenye kutoa kafara hao. Sawa, hakikisha unampata rangi zote ziwepo. Haya. Naina, nimekuita hapa, kuna jambo mimi naye lazima tulipange. Umenielewa? Na katika kufikiria kwangu mimi nimeamini kabisa wewe ndio mtu ambaye nakuamini. Nakuamini kwa sababu hujai kuniangusha. Sawa? Kwa hiyo kuna mchongo ambao nataka mimi na wewe tuweke sawa. Na huu mchongo kama utakaa vizuri, utafurahi. Utafurahi sana. Kuna mtu ataletwa kwako. So unajua yule mwanangu atamleta mtu kwako. Sawa? Kipindi anamleta kwako, wewe mpokee. Na ukishampokea hakikisha anakaa kwako. Lakini pia kuna sharti lazima nikupe. Hakikisha huyo mtu atakapokuwa kwako, sawa? Asitoke nje. Umenielewa? Na atakaa ndani ya siku 5. Siku 5 hizo zitakapoisha, mimi kuna chakula nitakuletea, uanze kumpa. Awe anakula taratibu, sawa? Ni vyakula vya aina gani hivyo? Usiwe na haraka. Muda utakapofika utavijua ni vyakula gani. Mimi nitakuja navyo. Sawa? Nitakupa, uanze kumpa. Bwana, hakikisha ninachokwambia unajua. Sawa. Kwa hilo limeshaisha kwangu. Italia.
Samani, ulikuwa umekaa pale ukawa unanitazama sana. Vipi? Unanijua? Nakujua kuliko unavyojijua. Unajua hili swala mimi sikutaka kabisa nyumbani wajue. Lakini huku tunapoelekea naona sasa naenda kabisa kushindwa. Hivi unajua dogo siku hizi naye ameanza kuwa na maswali juu ya hili swala? Sababu ya matatizo yote haya ni wewe mwenyewe Rebeka. Kivipi? Ulikosea toka mwanzo kumwamini mtu bila kumchunguza. Ona sasa leo anakugeuka. Betty, mbona kama unanifokea? Na wakati wewe pia ulinishauri mimi nifanye hivi. Sikukushauri kumpa kazi ulimpa kazi. Nilikushauri mafanikio ya kampuni na maisha yako. Okay. Tufanye sasa, mimi tayari nimeshakosea. Una mpango gani mwingine? Hatujaferi. Ndio kwanza kipindi cha kwanza. Twende kipindi cha pili. Ushindi bado ni wetu. Sijaelewa formula yako bado. Wamemuuza Mayere, tumeuzia Chama. Lakini Atiba na Mpanzu wanawasubiri. Usisahau wana Diara golini. Wameshafukuza makocha 3. Sisi tunaye huyu mmoja ambaye ndio sababu ya hao 3 kuondoka. Kwa hiyo ushindi bado ni wetu. Kwa refa gani? Nakupa namba za international referee. Okay. Nadhani sasa nimeanza kukupata. Lakini awamu hii nitahakikisha kwamba mechi zangu zote sizicheze nyumbani. Naenda kucheza mbali kabisa. Sawa. Mimi nadhani hili lilokuja nalo ni wazo zuri sana. Basi, naomba mimi nikuache, nikaendelee na majukumu mengine. Sawa, uwe na siku njema pia. Haya poa. Macho yako yanaonyesha una maswali mengi sana unayojiuliza katika kichwa chako. Lakini ulikosa majibu ya hayo maswali unayojiuliza. Unaitwa MK. MK. Na wewe ni nani? Mimi ni mkeo. Mke wangu. Na yule ni nani? Yule ndio sababu ya hayo maswali unayojiuliza. Na wale je? Wale ni malaika wako wa heri, lakini sio yule. Unakumbuka alikwambia umezaliwa upya? Hongera. Umezaliwa upya.
Hakuwa mwema kwako. Alitaka kujinufaisha kwa faida zake mwenyewe. Ila kwa kuwa umesharudi, naamini kumbukumbu zako zitakaa sawa. Ina maana mmebadilishana ofisi? Samani. Habari yako? Sema shida yako. Nimempitia dada tuondoke pamoja. Dada yako hayupo ofisini leo. Na ile gari je? Nimekuaje? Mbona iko hapa? Nilijua utahoji pia kuhusu hilo gari, kaniachia. Okay, sawa. Uwe na kazi njema. Kwaheri. Kuanzia leo, niambie kitu chochote unachohitaji. Pia zimebaki siku chache za wewe kuwa huru. Utaishi kama wengine. Kwa nini umeuza nyumba bila kunishirikisha? Najua sijaita tofali wala gari ya mchanga, na wala sijashiriki katika ujenzi wa nyumba yako. Sio hivyo mama, ila nini? Ile nyumba kidogo ilikuwa na mgogoro. Kwa hiyo nisingeweza kuendelea kukaa pale. Mama, kwani hapa mbona ni pazuri tu kuliko hata kule? Kuna shida gani kwani? Gari na kampuni je? Hayo yote umejua vipi mama? Usitafute mchawi ni nani. Mimi ndo nilimwambia. Dada, nyumba na gari ni mali zako. Vipi kuhusu shemeji? Yuko wapi mume wako? Tutazungumza wakati mwingine. Unakumbuka nilikwambia mwanao kabadilika? Umeona mabadiliko yake sasa? Usijali. Nimewalea tangu wadogo mpaka leo hii. Najua kila tabia ya mmoja wenu. Na mimi siondoki hapa mpaka ili liishe.
MK, najua unapitia wakati mgumu kwa sasa, na kila kitu kwako ni kipya, lakini usijali, utazoea haya. Naina, unajua mfugaji wa nyuki huwa anapitia maumivu makubwa sana. Huwa hachoki na haichukii kazi yake, kwa sababu anajua kuna asali atavuna kesho. Hao nyuki unaohangaika kuwachunga ili wakupe asali, pia wanaweza wakajifuga na kulinda asali yao. Mimi sioni sababu ya kuhangaisha miguu yako. Nikichoka njiani, safari yangu bado itakuwa ndefu sana. Urefu wa safari unaotaka wewe mwenyewe. Mimi sioni sababu ya kung'ang'ania njia moja, na angali unaweza kubadilisha njia nyingine. Naomba upokee. Wapo wenye uhitaji, unaweza ukawapelekea, lakini sio mimi. Na nilifumba macho, sone uyatenda kwenda ingekuwa vibaya. Wendo mama kijacho, tena hadharani uliyasema haya. Nilikupa utakacho, wendo ungenivumilia we mama mbaya. Na maneno ambayo ulisema hadharani yaliniumiza mwaya. Kumbe mapenzi ni tu kutokujisumbua, wenzangu wanazibua baby haya. Kisha kujitutumua, usiku mkiomba dua. Rebeka, mguu wa mafanikio huwa na taarifa. Haya, safari ya wapi hiyo mwanangu? Natoka kidogo mama. Nina kikao cha dharura. Halafu nadhani leo sitarudi. Nimeacha pesa za matumizi pale. Samira anajua zilipo. Safari ya mtoto ni baraka kutoka kwa wazazi wake au walezi wake. Nikutakie safari njema na ubarikiwe huko unakokwenda mwanangu. Mama, unajua mimi najisikia vibaya kwa hali iliyofikia dada sasa hivi. Upo sahihi. Kwa maana Rebeka ni mtu wa furaha muda wote. Ila kwa hili lililomtokea linamnyima tabasamu lake. Mungu amsaidie dadangu kwa kweli.
Nilijua utakuja ukiwa umekasirika. Kwa hiyo kumbe unajua kila kinachoendelea. Binti, mimi ukikosea najua, ukipatia najua. Kwa hiyo katika hili mimi nimepatia au nimekosea? Umekosea. Hapana. Sitaki kuamini ninachokisikia. Mimi niko makini sana kwenye mambo yangu. Nimekosea wapi? Kujiamini kwako ndiko kumepelekea ukachagua ambalo sio sahihi kwako, na ukaja kuchagua chaguo ambalo ni la usumbufu kwako, na hilo ndo linalokutesa mpaka sasa. Chaguo lipi hilo? Tulikupa siri ambayo haikutakiwa ionekane na mtu yoyote yule, lakini mpaka sasa imeshaonekana. Kwa hiyo baba, unataka kuniambia mpango wetu tayari umefeli? Umefeli wewe. Sijafeli mimi. Una maana gani? Acha muda uongee. Muonekano wako unaonekana ni mtu mwenye heshima sana yani. Ila bado sijaiona heshima yako. Bro, wewe ni mwanaume kama mimi. Na unajua namna ya shabiki anavyoumia pale ambapo anapoona timu anayoshabikia ikiwa inafungwa na timu pinzani. Huyu unayetia huruma mbele yake na kumletea mesali zako hana sifa ya mvulana. Huyu ni mwanaume. Na maanisha hutoona hakikujibu na wala kusimama kupigana na wewe, na hana muda kuchangia bunge lako. Alafu naona umeanza kunizoea. Unaingiaje ndani kwangu bila ruhusa yangu? Toka nje. Naina. Naomba unisamehe. Toka nje. Na nilifumba macho, sona uyatenda kwenda ingekuwa vibaya. Wendo mama kijacho, tena hadharani uliyasema haya. Nilikupa utakacho, wendo ungenivumilia we mama mbaya. Na maneno ambayo ulisema hadharani yaliniumiza mwaya. Kumbe mapenzi ni tu kutokujisumbua. MK, Nilipokuwa naishi na marehemu dada ambaye ni mama yako, aliwahi kuniambia wazazi walituambia kwamba ukiona jua la begani linamulika utosini, hujua kuna kitu hakipo sawa.
katika wale unaowalea. Umeniacha njiani kwa kweli. Ina maana gani kauli yako? Ni siku ya pili leo na inakaribia kuisha. Dada yako hajarudi nyumbani na simu yake haipatikani. Hii inanitia wasiwasi sana. Mama, ni mkubwa yule. Anajua utofauti wa maziwa na tui. Kwa haina haja kumwazia sana. Usijiumize kichwa chako mama. Ukiitwa mama, utajua nini namaanisha. Rebeka bado ni binti yangu na atakuwa chini yangu tu. Haijalishi ana maisha gani. Bado atakuwa binti yangu tu na yupo chini yangu. Okay. Sawa. Nimekuelewa mama. Karibu. Karibu. Asante. Leo umekuja na kipi? Samani. Najua kuwa dada hayupo kazini kwa sasa. Ila alituaga kuna mara anaenda na hatochukua muda kisha atarejea. Lakini toka ondoke leo ni siku ya 3 na hajarudi. Na ukimpigia simu hapatikani. Naomba kujua alipo kama unafahamu. Kukaa kwenye kiti cha dada yako haimaanishi kuwa najua kila kitu kumhusu. Mimi ni mfanyakazi tu kwake. Lakini dada Bete, mbali na kuwa mfanyakazi, wewe ni rafiki yake wa karibu sana. Kama wewe ndugu yake wa kuzaliwa naye ameshindwa kukuambia, mimi nani? Cha kukushauri, nenda nyumbani kapumzike, dada yako atarudi. Sawa. Inaonekana ratiba ya kafu imekuchosha sana. Vipi, umepangwa na nani? Beti, inabidi tufanye usajili upya. Umezoea ligi sasa. Hongera. Kuna CIA na kufuatilia kwa nguvu sana. Samila. Hongera. Umekuwa mwepesi. Sasa chukua namba za refa bora. Wewe, vipi? Yule binti, kuna siku nimewahi kukutana naye baa. Akaniambia kwamba ananifahamu. Lakini kwenye upeo wa macho yangu ndo kwanza nilikuwa namuona ile siku. Vipi? Unamfahamu? Hapana, kwenye mboni za macho yangu namuona sasa hivi. Sasa yule ni nani? Mbona kama ananifuatilia? Kwa sasa acha kuwaza mawili. Tumalize hili moja, litafungua mengine. Ya. Chukua namba. Kumbe kuna wageni. Marhaba. Habari za huko utokako?
Vipi? Umefanikisha ulichokifuata huko? Yaani mama wangu bwana. Mama, yaani kiukweli nimechoka sana. Unajua nimechoka? Kwa hiyo hata kama nikisema hapa sasa nianze kukuelezea nahisi sitakuelezea vizuri. Kwa hiyo naomba tu nikapumzike then wakati mwingine tutazungumza mamangu. Sawa, hamna shida. Tumebakiwa na usiku mmoja. Maandalizi yakoje? Mlivyoniandaa ndivyo nilivyojiandaa. Vizuri. Lakini kiza cha leo, huyu shujaa anamulika kwake. Usijali. Funguo ya kitasa cha mlango wake ipo kwangu. Umeshindwa kukamilisha ulichokianzisha. Na ukichelewa wanaenda kufaidika kwa mpango wako. Kuanzia sasa, unaweza ukafanya kitu chochote kile ambacho ulishindwa kufanya mara ya kwanza. Ninachomaanisha, upo huru.
mkubwa babake. Huyo kwa international referee. Puyaka. Quantamani. Bila shaka matatizo yangu umeshayafahamu. Ukiona Kulu analia, ujue Dodo anaumia. Binti, huo ni mchezo wa kichawi. A witch girl? Unaiona hii kufuli, inahitajika ipatikane funguo yake. Inapatikana wapi sasa? Hiyo ndio kazi yako. Nitakapopatikana hii funguo, hapo tiba yako ndio itakapokamilika. Ila kwa sasa nitakupa dawa za kujikinga na ndoto za ajabu. Chukua. Unaiona hii dawa? Mung'unya, meza, kisha tema. Mung'unya, meza, kisha tema. Mung'unya, meza, kisha tema. Mara 3. Chukua. Fuata nilichokuelekeza ili ndoto za ajabu ziondoke. Unaweza ukaenda. Shikamoo mama. Hebu njoo tuzungumze hapa. Mwanangu, shida nini? Mbona utulii nyumbani? Umekuwa mtu wa kuhangaika kila siku yendaye kwa Mungu. Tatizo nini? Sawa, hayo ni maisha yako. Je, kuhusu mumeo? Ndio utaki kuniambia kabisa? Mama, sio kwamba sitaki kukuambia, lakini nini? Au ndio unataka kuniambia kwamba nikuache ukalale huko, alafu baadaye ndio uje uongee na mimi? Si ndio? Ninachojua mimi, hujaachana na mume wako. Na kama ungeachwa, ningepata taarifa. Rebeka, hujaachana na mume wako. Ila kuna kitu kinaendelea. Kuna jambo unanificha. Mwanangu, mimi ni mama yako. Naijua nyeusi, naijua nyeupe. Usitake kuniaminisha kuwa kaniki inatakata kwa sabuni. Mdogo, tafadhali keti. Nitakwambia kila kitu. Binti, una moyo wa ujasiri sana kwa hili unalotaka kulifanya.
sidhani kama kuna binti wa muonekano wako angeweza kulifanya hili. Na kama ataweza kulifanya, asingeweza kulifanya kwa ukubwa huu. Mtabibu, mimi sidhani kama kuna haja wewe kunielezea sana. Kwa sababu hiki ambacho mimi nakifanya kutoka ndani. Kwa hiyo mimi naomba tu nifanyie kazi yangu kama itawezekana. Nimependa ujasiri wako binti. Kazi yako inawezekana. Ina maana ulikubali shoga yako atembee na mume wako ili mradi tu utimize azma yako, si ndio? Ilinibidi nikubali mama. Kwa sababu alisema afi moja kwa moja. Lakini pia mimi sikufanya hivyo kwa nia mbaya. Nilifanya kwa sababu mafanikio ya familia nzima. Haya, baada ya rafiki yako kukamilisha, ikawaje sasa? Baada ya siku kukamilika, alikuja ofisini. Kazi yako nimeshaimaliza. Okay. Lakini mbona kama imekuwa haraka sana? Kwa sababu pia ulihitaji haraka. Hivyo sikuwa na muda wa kupoteza. Safi. Kwa hiyo tunafanyaje? Nasubiri kauli yako ya mwisho. Sawa. Embu baadaye mlete nyumbani. Alafu tutazungumza vizuri. Sawa. Uwe na kazi njema. Asante. Kwa hiyo alimleta? Hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Maana baada ya hapo, Reni, wewe ni rafiki yangu. Lakini mimi kuna kitu bado sielewi hapa. Tatizo ni nini? Mimi kukuelezea shida zangu ama kukuamini kupitiliza? Eti shida ni nini? Rebi, kwenye hii dunia usimwamini mtu yoyote zaidi ya baba yako mzazi ama mama yako. Rebeka, mimi pia na matatizo yangu, lakini ilikuwa sijui jinsi gani ya kuyatatua. Nashukuru kwa sababu umekuwa mwanga wa mimi kutatua matatizo yangu. Usimwamini rafiki uliokutana naye ukubwani. Pole. Mwanangu, umewezaje kukaa na mzigo mkubwa kiasi hicho? Je, usingeutua hapa kwangu leo? Ungeutua wapi mzigo huo? Niliogopa mama. Niliogopa kumshirikisha yote juu ya hili. Kwa sababu nilisi mgenitenga. Na pia nilisi mtanifikiria labda mimi ni muuaji kwenye hili. Haya, huyo binti yuko wapi kwa sasa? Baada ya kuonana naye mara ya mwisho, aliamua kuhama mji. Kuna sehemu kampeleka mume wangu, lakini sijui ni wapi. Na sijui ni kwa nani. Sasa tunampataje mkwe wangu? Hiyo ndo kazi nilionayo kwa sasa. Kuna mtu inabidi nimtafute. Lakini kwa bahati mbaya sijui ni nani. Mwanangu, lazima tumjue. Mwanangu, kama nilivyokuambia, mimi karibu narudi nyumbani.
Lakini kabla sijaondoka, kuna jambo nataka kukusaidia ili kumjua anayemiliki mume wako na atarudi kwako. Sawa mama. Haina shida, mimi nimekuelewa. Hata hivyo, wewe vipi? Mbona kama unakimbizwa? Vipi? Mbona niangalia sana? Samira. Samira. Umelijuaje jina langu? Sio jina lako tu, namjua hata dada yako Rebeka. Alafu mwambie dada yako huu mchezo hauwezi. Kwani wewe ni nani? Mimi naitwa Yule. Usumie kichwa. Niache nifanye kama nilivyokuambia. We dada, nimeona ulikuwa unanifuatilia sana. Si chini ya mara 2 mara 3, lakini leo mimi ndo nimekufuatilia. Umejaribu sana kunifuatilia mimi, umeshindwa. Sasa umeanza kumpa vitisho mdogo wangu. Yaani kama mimi huniwezi, Yule ndo humwezi kabisa. Tena kaa mbali na mdogo wangu. Tofauti na hapo, tutakuja kuonyeshana nani ni nani kwenye mchezo. Kitu kingine, nimeshajua kwamba wewe ndio unaye mume wangu. Sasa siku hii ya leo ambayo tumekutana mimi na wewe, naomba uikumbuke vizuri na uiweke akilini. Nina mambo haya mawili. Umrudishe mume wangu nyumbani ama nifanye ambavyo mimi naweza kufanya. Nadhani unanielewa. Nilifumba macho, sona uyatenda kwenda ingekuwa vibaya. Wendo mama kijacho, tena hadharani uliyasema haya. Nilikupa utakacho, wendo ungenivumilia we mama mbaya. Na maneno ambayo ulisema hadharani yaliniumiza. Hongera. Umefanikiwa kupata funguo niliyokuagiza. Tiba yako sasa imekamilika. Unaweza kwenda mama. Naenda vipi? Vipi kuhusu mume wangu? Kila kitu kimekaa sawa. Na ukienda mume wako utamkuta. Unaweza kwenda. Unaweza kwenda.
Kipenzi, mbona unaonekana ni mtu mwenye mawazo sana? Shida nini? Unaweza kuniambia mimi ni nani? Naina, nasikitika kukupa taarifa za kwamba katika mambo yote tuliyopanga na jambo tuliyoyategemea tumeshafeli. Tumefeli? Ndio, tumefeli. Tumefelije? Mbona kila kitu kwangu kipo sawa? Naina, wewe huwezi kutambua. Mimi ndo nayejua ni wapi tumeshakosea na ni wapi tumezidiwa ujanja. Naina, labda nikwambie tu kwamba katika mishe yoyote ile unaofanya kuna kuzidiana. Hii safari tumepatikana kuna mtu katuzidi maujanja. Ila katika hili siwezi kukubali kushindwa. Nikuhakikishie tu kwamba nitapambana kwa njia yoyote ile ili mradi turudi katika jambo letu. Kwa sasa tunafanyaje? Kwa sasa naomba uniachie mimi. Muda utakapofika nitakwambia. Kwa sasa hivi naomba uende tu nyumbani ukapumzike.
kipiga makelele? Usimwamshe. Atamka mwenyewe. Baby, mbona unashangaa sana? Mwili wote unaniuma, nimelala sana leo. MK. Sweetie. Njoo kae basi. Vipi? Shem. Naomba kaniletee shati langu. Vipi kwani? Hamna. Pole. Umelala sana leo mume wangu. Mama, Naambie mwanangu. Kiukweli mimi nashukuru sana kwa kile ambacho umekifanya kwangu. Yaani lile swala ambalo watu wanasema kwamba mtu mzima ni dawa. Kweli mamangu wewe ni dawa. Basi nilikwambia jambo dogo tu hili. Yaani nilikuwa nawaza ningeweza vipi mimi bila wewe. Jamani, kiukweli nashukuru sana. Saizi mume wangu amerudi. Tuna furaha nyumbani. Yale mauzauza yote saizi kwisha habari yake. Sasa binti yangu, mimi leo naondoka. Maana jambo lenyewe lishaisha. Jamani, kwa hiyo ni swala hili ni kama ndio lilikuwa limekubakisha. Mama bwana, leo usiondoke. Ondoka hata kesho. Mimi leo nataka niondoke leo. Basi mimi kesho nitakupeleka. Nimemisi nyumbani kwangu hatari. Bwana, nitakupeleka mimi kesho. Wewe unapenda kukaa na mama yako. Muda wote nataka kukaa na mama yako.